Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya pili ya mwaka 2026. Robo inayosema kukua katika uhusiano na Mungu. Juma hili tutaliangazia somo la 13, somo la mwisho kabisa robo hii. Somo linalosema katika umilele. Hii ni kwa ajili ya Juni 20 hadi 26. Leo ni Sabato mchana, Juni 20. Somo la juma hili, Zaburi ya 80, Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 ya 17, Ufunuo 21 ya 9 hadi 27, Isaya 25 aya 8, Ufunuo wa Yohana sura ile ya 7 ya 17, Ufunuo wa Yohana sura ya 21 aya 4 na Yohana Mtakatifu sura ile ya 6 ya 44. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 2, ambapo neno la Mungu linasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Wakati ujao una nini kwa ajili yako? Ni kitu gani kipo huko mbele? Unaweza kuwa wa kutisha, wa kusisimua, wa kuogofya na wa kushangaza, vyote kwa wakati mmoja. Jua kwamba Bwana Yesu ni mwaminifu na kwamba maneno yake ni ya kweli. Ufunuo 3 ya 14. Bado zitakuwepo siku za dhoruba hapo mbele. Mathayo 24 ya 21 na 22. Lakini ameahidi kwamba kamwe hata kupungukia kabisa wala kukuacha. Waebrania 13 aya 5. Yeye atatenda hakika kile alichosema atakitenda. Daima ametenda, naye daima atatenda. Waebrania 10:23. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mathayo 24 aya 13. Bila kujali idadi ya siku tulizobakiza duniani, yatupasa tukaze macho yetu kwa Yesu, tukidumu bila kuchoka kumtazama yeye. Hili sio rahisi siku zote katika ulimwengu unaong'ang'ania kusikilizwa, lakini hebu sisi kama Daudi tuseme, macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wavu. Zaburi ya 25 aya 15. Juma hili hebu tujifunze kuhusu zawadi ya mbinguni. Mathayo 5 aya 12, Ufunuo 22 aya 12. Jinsi mbinguni patakavyokuwa na hatimaye itakavyopendeza kuwa pamoja na yeye aliyetuumba, aliyetupenda hadi mauti, ambaye ametukomboa kutoka katika dhambi, naye anakuja tena upesi. Inatupasa kushikilia kile tulicho nacho kwa imani hadi wakati huo. Jifunze somo la juma hili kwa maandalizi ya Sabato ya Juni 27. Jumapili itajifunza mada isemayo kuishi leo. Jumatatu mada itasema hatimaye ana kwa ana. Jumanne bibi harusi. Jumatano tutaiangazia mada isemayo mfuate mwana kondoo. Alhamis njoo. Ijumaa jifunze zaidi. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni Sabato mchana, somo la 13, katika umilele. Nikutakie wakati mwema na tafakari njema ya mada hii nzuri. Mungu atubariki sote.